jukwaa hili litakuwa la muda siku 3. Na katika jukwaa hili kuna mambo mbalimbali yatazungumzwa, lakini lengo kwanza ni kutekeleza agizo la Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais. Kwamba lazima sasa ndio jukwaa la taasisi za umma. Lakini la pili ni kwamba tumeona kuna changamoto nyingi kwa hizi taasisi za umma. Sasa tukikaa mbali bila kushirikiana pamoja, tukakaa tukazungumza, tukatufikia malengo. Kutupo kwa ajili hiyo leo. Katika mkutano wa kihistoria wa kwanza wa jukwaa la wakuu wa taasisi za umma Zanzibar CEO Forum fanyika hapa Zanzibar, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah anasema kuanzishwa kwa jukwaa la wakuu wa taasisi za umma na taasisi binafsi kutoka bara na Zanzibar kutaweza kuleta mafanikio makubwa kwa kukaa pamoja na kupata fursa za kujadiliana juu ya huduma mbalimbali hapa nchini. Akizungumza kwa niaba ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Waziri wa Nchi Afisi ya Rais, Kazi, Uchumi na Uwekezaji Sharif Al-Sharif anasema, ndugu wakuu wa taasisi, mabibi na mabwana, leo ni siku ya kihistoria kwetu ambapo kwa mara ya kwanza tumeshuhudia jukwaa la wakuu wa taasisi za umma Zanzibar likifanyika hapa kwetu Zanzibar. Hii ni hatua nzuri na muhimu ambapo wenzetu wa Afisi ya Msajili wa Hazina Zanzibar kwa kushirikiana na wakuu wa taasisi wa umma na taasisi binafsi imekuwa ikiendelea maono ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye ametuelekeza kufanya ubunifu katika taasisi tunazoziongoza ili tuweze kufikia malengo tuliyojipangia. Kutokana na umuhimu wa kuwepo jukwaa hili, ni vyema likaendelezwa kila mwaka ili kutoa nafasi kwa wakuu wa taasisi kukaa pamoja na kupata fursa ya kujadiliana mambo mbalimbali kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ndugu wakuu wa taasisi, nimejulishwa kuwa jukwaa hili litakuwa la siku 3 na linawashirikisha wakuu wa taasisi za umma na taasisi binafsi kutoka hapa Zanzibar na Tanzania bara. Ni wazi kuwa kupitia jukwaa hili la watendaji wakuu wa taasisi za umma mtapata fursa ya kujadiliana, kubadilishana uzoefu juu ya huduma mbalimbali ambazo mnazitoa kwa wananchi na pia kufanya tathmini ya maendeleo ambayo mmeweza kuyafikia katika taasisi zenu, na baadaye mtaweza kuweka maazimio ya pamoja ya nini kifanyike ili kuziendeleza vyema taasisi zetu kiutendaji na kuongeza ufanisi ambao utaleta mafanikio makubwa zaidi katika utoaji wa huduma kwa jamii. Napenda kuchukua fursa hii kutoa rai kwenu washiriki wa jukwaa hili kuitumia vizuri fursa hii ili kila mmoja wenu baada ya kutoka hapa akawe chachu ya mabadiliko ya kimaendeleo katika taasisi zenu ili ziweze kuendelea kutoa huduma bora na za kisasa kwa wananchi tunaowahudumia. Nimefurahi sana kuona kauli mbiu ya jukwaa hili isemayo uongozi bunifu na mashirikiano ni muhimu ili kufikia maendeleo endelevu Zanzibar. Kauli mbiu hii inatukumbusha kutumia uwezo wetu, vipaji vyetu na kama ambazo kila mmoja wetu ameruzukiwa na Mwenyezi Mungu, tuweze kuzitumia kwa kufikiri kwa kina juu ya namna bora ya kufanya kazi kwa uweledi kwenye taasisi zetu na kuzidisha mashirikiano kwa lengo la kuleta maendeleo ya taasisi tunazoziongoza sambamba na kukuza maendeleo katika nchi yetu. Ni imani yangu kuwa kupitia jukwaa hili ambalo litakuwa na mada mbalimbali ambazo zitawasilishwa na wahadhiri wetu wabobezi, litaweza kuchochea ari ya utendaji kazi na mashirikiano kwa taasisi za umma na taasisi binafsi za Zanzibar na za Tanzania bara, na kuanza mwanzo mpya wa mashirikiano katika kazi zenu ambazo mnazifanya, ikiwemo utoaji wa huduma kwa jamii. Aidha, Waziri Sharif anasema kila kiongozi anastahili kufanya uadilifu, uwazi na wajibikaji ili kuepukana na matatizo yanayoweza kujitokeza kwa wale wanaowaongoza pamoja na kutoa wito. Ni muhimu kila mmoja wetu akazingatia misingi ya utawala bora katika ngazi zote tunazozisimamia, ikiwemo kufuata sheria, uadilifu, uwazi na uwajibikaji,
ili kuepukana na matatizo yanayoweza kujitokeza kama vile ubadhirifu, rushwa na unyanyasaji kwa unaowaongoza, migogoro kazini na utoaji wa huduma duni kutokana na kiongozi kushindwa kufuata misingi ya utawala bora, jambo ambalo hatupendi litokee kwa taasisi zetu. Ndugu wakuu wa taasisi, kama tunavyofahamu kuwa nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu ifikapo mwezi wa Oktoba 2025. Niwaombe sana kushiriki uchaguzi kwa amani, na huku tukiendelea kuwakumbusha tunaowaongoza na wananchi wote kwa jumla kuhakikisha tunalinda amani na mshikamano wetu ambao ndio nguzo muhimu katika kufikia maendeleo endelevu Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Ni muhimu tukafahamu kwamba suala la amani ni kipaumbele cha taifa letu na tunawajibu sote kushiriki kikamilifu katika kuitunza amani yetu, ili haya ambayo tunayapanga kuyatekeleza na yale ambayo yameshatekelezwa tuweze kuendelea kunufaika nayo sisi na vizazi vijavyo. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, napenda kutumia nafasi hii kwa mara nyingine tena kuwapongeza nyote kwa ushirikiano wenu ambao umewezesha kufanyika kwa jukwaa hili. Ni imani yangu kuwa jukwaa hili litakuwa endelevu na kila mwaka litakuwa na ubunifu ambao utazidisha tija katika taasisi zetu na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Nawashukuru kwa mara nyingine tena kwa mahudhurio yenu mazuri katika hafla hii. Napenda kutoa shukrani kwa kamati ya maandalizi kwa matayarisho yenu mazuri sana. Vile vile napenda kutumia nafasi hii kuwashukuru wadhamini wetu na wale wote kwa namna moja ama nyingine wamechangia na kufanikisha kufanyika kwa hafla hii. Na hapa nichukue fursa pia kuwashukuru na kuwapongeza waliotuburudisha hapa, Kirobo, Kibati na Yusra kwa kazi nzuri ambayo wamefanya, na hakika kila mmoja ameifurahia. Makungu ni naibu waziri afisi ya Rais Fedha na Mipango, akawa na haya ya kusema katika jukwaa hili. Nikushukuru Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri, kwa muda mfupi tu umeonyesha namna ya utayari wako. Kwa kule kwetu Matemu tunasema kiraka. Sasa sijui maana kusema kiraka, kuna wengine wasielewe, wanaweza kujiuliza kiraka chenyewe ni kipi, ile nguo mbovu au kile kinachokuja kuziba. Lakini jua wewe kiraka maana yake penye gepu basi unaweka sawa, penye dharura unaweka sawa. Nikushukuru sana kwa sababu Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais, nakumbuka kwenye speech yake alisisitiza na kumwomba Mungu sana angewepo siku ya leo. Lakini halikadhalika na waziri wetu Mheshimiwa Saada Mkwe Salum alitamani sana kuwepo. Lakini kama tunavyojua, wakati mwingine unaweza ukatamani jambo au kitu, lakini si mara zote unapata unachotamani. Mungu ana rehema zake. Sasa kwa rehema za Mwenyezi Mungu kajalia wewe uwepo kwa niaba ya Mheshimiwa Makamu wa Pili, na mimi niwepo kwa Mheshimiwa Waziri Saada, na ndio maana nikakuita kiraka kwa sababu unaziba pengo wakati wowote. Nikushukuru sana. Lakini Mheshimiwa mgeni rasmi, pia ni shukuru na kuipongeza ofisi ya msajili wa hazina Zanzibar kwa kupitia kakaangu Wahidi Hamad Ibrahim Sanya kwa kutekeleza lile agizo la Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar alilolitoa la kutaka aone forum kama hii siku moja inafanyika hapa, na yeye akiwa hai akiona namna inavyochapa kazi. Kwa muda mfupi tu imefanyika, tena imefanyika kwa ufanisi mkubwa. Mwenyekiti wa jukwaa la wakuu wa taasisi za umma Zanzibar, Juma Burhan, anasema jukwaa hilo ni dira na kioo cha ushirikiano wa taasisi kwa fursa mbalimbali kati ya Zanzibar na Tanzania bara. Leo hii ni siku ya kihistoria tunaposhuhudia kuzinduliwa rasmi kwa Zanzibar CEO Forum, chombo huru kisicho cha siasa kinacholenga kuimarisha uwezo, mshikamano na ubunifu katika uongozi wa taasisi za umma
Kwa mujibu wa katiba ya jukwaa hili, ni jukwaa la hiari linaloongozwa kwa maadili makuu ya EPICO. EPICO ni maana yake independence, professionalism, integrity, confidentiality and objectivity. Mheshimiwa mgeni rasmi, moja ya nguzo muhimu ya jukwaa hili ni kuwa na kiwanja cha mikutano na majadiliano baina ya viongozi wa taasisi za umma wa Zanzibar na wale wa Tanzania bara pamoja na wakuu wa taasisi za sekta binafsi. Jukwaa hili litakuwa dira na kioo cha ushirikiano wa taasisi kwa malengo yafuatayo. Kwanza, kutafuta majawabu ya pamoja na changamoto zinazowakabili taasisi zetu na jamii, kuweka mtandao thabiti wa wakuu wa taasisi kwa kubadilishana uzoefu, maarifa na mbinu bora za kiutendaji, kujenga mfumo madhubuti wa mawasiliano baina ya taasisi za umma, kusaidia serikali kufanikisha mipango ya maendeleo endelevu kupitia ushauri na utekelezaji bora, kutengeneza fursa za kibiashara na maendeleo zitakazofaidia wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kwa njia hii, jukwaa letu litaweza kusaidia kwa kiwango kikubwa kuchochea maendeleo ya uchumi jumuishi, kukuza mahusiano ya kibiashara na kitaasisi na kuimarisha umoja wa taifa letu. Kauli mbiu ya jukwaa letu kwa mwaka huu ni uongozi bunifu na mashirikiano kwa maendeleo endelevu ya Zanzibar. Hii inatufundisha kuwa mafanikio ya kweli hayawezi kupatikana kwa juhudi za mtu mmoja, bali kwa mshikamano wa pamoja, ubunifu wa kitaasisi na utayari wa kushirikiana. Akielezea chimbuko la jukwaa hilo, msajili wa hazina Zanzibar Wahidi Mohamed Sanya anaelezea. Nitaelezea chimbuko la jukwaa hili. Mnamo mwaka huu mwezi wa Januari, Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais alihudhuria katika jukwaa kama hili ambalo lilifanywa Zanzibar, ambalo lilikuwa ni jukwaa ambalo litaratibiwa na wenzetu Tanzania bara. Katika speech yake, Mheshimiwa Makamu wa Pili aligusia kwamba aliagiza kwamba msajili wa hazina, nataka na sisi Zanzibar tunajua kama hili. Kwa toka siku ile Januari mpaka leo tumeliratibu vizuri na tumepokea maelekezo yake na tumelifanyia kazi, na leo alhamdulillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuko hapa tumefanikisha. Lakini msajili yeye ni mlezi. Mbele yako unaona hapa ni wakuu wa taasisi. Kwa mujibu wa sheria ya msajili wa hazina anasimamia mashirika ya uwekezaji kwa mujibu wa sheria. Lakini tumeona kuna muhimu kipekee pia mashirika ambayo taasisi za uwekezaji kuwepo hapa. Na wizara yako inasimamia masuala ya uwekezaji, baadaye utaje kutusaidia nini tufanye na tujue tunaenda vipi. Lakini nimeona ni mwalike wote wakuu hawa tukae kitako siku tatu hizi, tujadiliane, tushauriane na tuje na maazimio. Na lengo letu hapa sote kukutana hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kumsaidia Mheshimiwa Rais. Hilo lengo letu. Kwa tukiwa na mashirikiano na tuna kauli mbiu yetu ubunifu na mingineo, basi tunaamini kwa pamoja tukatimiza ahadi na malengo ya Mheshimiwa Rais. Lechines Mauki ni mkurugenzi wa usimamizi wa utendaji na ufuatiliaji na tathmini ya mashirika ya biashara, ofisi ya msajili wa hazina Tanzania bara. Pamoja naye Akif Ali Khamis, mkurugenzi shirika la bandari la Zanzibar, nao wakawa na haya kusema. Ambazo zinatusaidia katika maeneo haya. Kwa hiyo sisi tutafanya kazi kwa karibu sana na Wahidi na timu yake katika kuhakikisha kwamba hiki kilichoanza tunaenda kukiendeleza na itakuwa ni muendelezo wa mwaka. Nimefurahi CEO amesema kwamba CEO Forum Chairman amesema kwamba ni muendelezo. Kwa hiyo tutaona mengi zaidi, tunawapongeza na sisi tunaahidi kwamba tutakuwa bega kwa bega kuhakikisha kwamba yale ambayo sisi tumeanza kuyavuna yanaendelea pia kuvunwa mahali hapa. Maana sisi ni nchi moja na tunajenga nchi moja. Na shukuru tena sana na kazi iendelee. Directive peke yake ama executive peke yake tumeweza kufaidika na PPP approach ambayo hii kutokana
usimamizi mzuri sana Mheshimiwa Waziri wa Uwekezaji chini ya idara yako PPP Commission, tumeweza kufanikiwa kupata zaidi ya mikataba 6 ambayo imewezesha kuleta zaidi ya dola za Kimarekani milioni 300 ambazo zitawekezwa katika miundombinu ya bandari nchini kwetu Zanzibar. Kwa hiyo kipekee tuliona na sisi tusio wachoyo wa hisani, kutokana na sisi tumefaidika na uongozi wa ubunifu wa kukaa pamoja na sekta binafsi. Tumeweza kufarajika kuona creative na innovative management ambazo wameweza kuzi-inject ndani ya public sector services ambazo zilizoeleka, ambazo ni unconventional approach ambayo haiendani na ule utaratibu wetu wa kawaida kama taasisi za kiserikali, lakini tumeona faida kubwa sana ambayo wenzetu wa sekta binafsi wameweza kuileta kutokana na experience yao pamoja na experience ya mataifa mbalimbali walikuwa wamefanyia kazi, lakini jinsi gani wameweza kureact haraka zaidi na mahitaji ya wananchi pamoja na watoa huduma, hususan katika mashirika yetu, na tukizingatia imekuwa ni wito wa Mheshimiwa Rais kuondoa urasimu katika utoaji huduma, lakini pia tuendane na huduma ambazo zinaendana na standard ya kimataifa. Kipekee naomba kwa niaba ya uongozi wetu wa shirika la bandari, tukiongozwa na bodi ya wakurugenzi ambao bila wao tusingeweza kutoa udhamini huru sahihi, kwa kipekee naomba kwa niaba mwenyekiti wetu ambao pia yuko mstari wa mbele ameweza kutusaidia na ametuongoza. Tunaelewa tulisimama mbele yako Mheshimiwa mgeni rasmi, umetukuta ni lineup ya vijana wengi sana, na hii inatokana na dhima kubwa sana na uaminifu aliotukabidhi Mheshimiwa Rais. Hii ni pressure kubwa chini ya juu ya mabega yetu, lakini na sisi tunaahidi tutaleta ubunifu, tutaleta mashirikiano baina yetu ili kuhakikisha tunafikia malengo ya maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais ameweka. Tunasema kipekee amekuwa ni aspiration na inspirational leader kwetu sisi, na sisi tunaahidi kurejesha yetu. Mkutano huo wa siku 3 wa jukwaa la wakuu wa taasisi Zanzibar, Zanzibar CEO Forum, umekuja na kauli mbiu isemayo uongozi bunifu wa mashirikiano ni muhimu ili kufikia maendeleo endelevu Zanzibar. Mtazamaji wa Kishidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka kwenye ukumbi wa mikutano Golden Tulip, uwanja wa ndege Kisonunguja, Mwarabu Mmadi, Kishidi TV, elimu ni hazina yetu.